ule uamuzi unapokuwa umetolewa uwe na ile hadhi ya kumaliza kabisa lile shauri au kuamua kwamba nani kashinda. Ni taarifa ambayo inaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Natazama hii video hadi mwisho ili kubaini ni kwa nini kesi la uhaini linalomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa Tundu Lissu inaelekea ukingoni. Na mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Lissu aliwasili katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendeleza na usikilizwaji wa kesi ya uhaini inayomkabili baada ya mwenendo wa kesi hiyo kuahirishwa siku ya Jumatatu. Na Tundu Lissu aliwasili mahakamani huku kesi hiyo ikiendelea kuvuta hisia za wananchi na wadau mbalimbali kutokana na uzito wa tuhuma zinazomkabili pamoja na muda ambao shauri hilo limekuwa likiendelea mahakamani. Na kesi hiyo imekuwa ikisikilizwa kwa hatua mbalimbali huku upande wa mashtaka na upande wa utetezi wakiendelea kuwasilisha hoja zao mbele ya Mahakama Kuu kuhusu masuala yanayohusiana na shauri hilo. Na kufuatia kuahirishwa kwa mwenendo wa kesi jana, macho ya wengi yameelekezwa katika hatua zitakazochukuliwa na mahakama leo pamoja na hoja zitakazowasilishwa na pande zote mbili katika kuendelea usikilizwaji wa shauri hilo. Kumbuka siku ya Jumatatu shahidi wa serikali ambaye ni askari aliweza kusita na aliweza kupokea maswali kutoka kwa Tundu Lissu. Unavyoona kwenye skrini yako, aliweza kumwambia kuwa yeye hafai kuaminiwa. Huyu shahidi hafai kuaminiwa. Si maneno yangu bali ni maneno yake Tundu Lissu kwa shahidi wa serikali ambaye alikuwa toa hoja yake. Na kumbuka Chama cha Demokrasia na Maendeleo limeendelea kusisitiza kwamba wananchi wasiwe na hofu na kuwa kesi hii ya uhaini inaelekea ukingoni kwa kuwa serikali imeweza kukosa shahidi wa kusikilizwa ili kesi la uhaini liweze kuendelea, kwa kuwa upande wa Tundu Lissu inaendelea kushinda zaidi kwa upande wa serikali. Lakini tu tungependa kusikia kutoka kwako, tuandike maoni yako kuhusiana na hili kesi la uhaini ambalo limekuwa likimkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu kwa muda mrefu sasa, huku wananchi wakiwa na tumaini kuwa mwenyekiti wa Chadema ataweza kuachiliwa hivi punde kwa kuwa serikali imeweza kukosa washahidi wa kutosha. Tuandikie tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Huko pia wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakisisitiza kuwa wataendelea kuandaa mikutano ya kisiasa kuhamasisha wananchi waweze kuwatetesha serikali ili iweze kumwachilia mwenyekiti huyu wa Chadema Tundu Lissu ili aweze kuwa huru, kwa kuwa kesi la uhaini linalomkabili si kesi la uhakika bali tu ni masuala ya kisiasa ambapo chama cha CCM iliweza kumkabidhi nalo kwa kuwa alikuwa anaendesha mikutano ya kisiasa na kuhamasisha wananchi kutakuwa na mapinduzi siku ya uchaguzi mkuu ambapo iliweza kupita. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakizungumza kuwa matamshi ya Tundu Lissu haikuwa na lengo mbaya ya kupindua nchi, bali ilikuwa maneno ya wanasiasa ambao huzungumza ili kuhamasisha wananchi ama wafuasi wao katika kuhamasisha kufuata jambo fulani. Pia wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamezungumza kuwa hili kesi la uhaini ambalo linamkabili Tundu Lissu kuwa serikali ya CCM inayoongozwa na Mama Daktari Samia Suluhu, kuwa viongozi hawa wa CCM wanaogopa huyu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, na kuwa Tundu Lissu ana ufuasi mkubwa na pia nguvu katika siasa. Kumbuka ni mkongwe katika siasa
na anajua masuala yote ambayo hutokea kwa siasa, na kuwa wenyekiti ama viongozi wa CCM wanaogopa kuwa punde tu Tundu Lissu atakapoachiliwa hawatakuwa na amani, na pia wananchi wataweza Tundu Lissu maradufu, kwa kuwa wananchi wanahisi kwamba ni kiongozi tu ambaye ataweza kuikomboa nchi ya Tanzania, ataweza kufanya wanafunzi waende shuleni bila kero la karo, na pia wananchi wataweza kupata cheti ya ardhi bila kulipa yoyote, na pia uchumi utaweza kuimarika na hali ya gharama ya maisha itaweza kuenda chini. Endelea tu kutuandikia maoni yako kuhusiana na hili swala nzima, kwa kuwa Tundu Lissu anaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kwa kesi la uhaini ambalo limekuwa likimkabili linaelekea ukingoni, kwa kuwa washahidi ambao wapo kwenye upande wa serikali, kumbuka serikali ndio ilimshtaki Tundu Lissu, na washahidi wa serikali wanaendelea kutokuwa na hoja ya kutosha penda ya uzito litakalomfanya Tundu Lissu aendelee kusalia koroni, huku wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakisisitiza kuwa hawana hofu yoyote, kwa kuwa wanajua kuwa kiongozi wao Tundu Lissu anaenda kuachiliwa hivi punde. Pia viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wamewasisitizia wafuasi wao kuwa wasife moyo, na kuwa wanaenda kuhakikisha Tundu Lissu anaachiliwa hivi punde, na kuwa serikali ya Mama Samia Suluhu itaweza kumlipa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu fidia kwa kosa ambalo wamekuwa wakimkabili nalo kwa kumzuia serikalini, na pia kumharibia jina, na pia kumshusha hadhi. Maoni yako ni yapi? Tungependa tu kusikia kutoka kwako, kwa kuwa tunaalika maoni yote hapo chini. Kwa hivyo tuandikie maoni yako kuhusiana na hili kesi la uhaini ambalo linaendelea. Kumbuka ilianza hapo siku ya Jumatatu na linaendelea, huku wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakizungumza kuwa linaelekea ukingoni. Maoni yako ni yapi? Tuandikie hapo chini, na pia usisahau bonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.